الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ومن اتبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. يقول المولى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن فإن الظن أقبح الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام، أحييكم بالتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali wa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia neema ya afya kuweza kufika katika siku tukufu na adhimu kama hii ya leo, lakini bila kusahau sala na salamu zimfikie mtukufu wa daraja Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye pamoja na kizazi chake kitoharifu. Baada ya utangulizi huu mfupi, nihusie nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu katika suala la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tufahamu wamefaulu wamchao, bali yuko pamoja na wale ambao ni wenye kutenda wema. Katika khutba yangu ya leo nimependelea tuzungumze kuhusiana na kutotamani neema za wenzetu ama kutokutamani neema ya mtu mwingine. Watukufu wa Kiislamu, katika mambo ambayo Uislamu umejaribu sana kuyasisitiza kwa Waislamu na kutokuyatenda kwa Waislamu ni kule kutotamani neema ya mtu itoke ile neema ama imuondoke kisha ifike sehemu nyingine, na hasa kwake yeye mwenyewe. Kule kutamani neema ya mtu imuondoke na ije kwako. Sasa tunazungumzia ubaya wa kutamani neema za watu wengine kuja katika nafsi yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ambayo tumeitanguliza anatuhadithia na kutuonya akituambia ya kwamba wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi: na wala msitamani yale ambayo Mungu amewafadhilisha nyinyi kwa nyinyi, kwa maana ya kwamba wapo ambao waliopewa vitu maalum na vitu vile vikakosekana kwa wengine. Sasa wale ambao waliokosa hivyo vitu
wasitamani viondoke wale ambao walioruzukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuja katika milki yao. Aya hii inatufunza namna gani ya kukinai katika neema ambazo wewe unazozimiliki. Kila mtu ana neema ambayo anaimiliki. Wakati mwingine unaweza tu usiione katika macho ya kawaida, lakini kila mmoja kwa nafasi yake ana kitu anachokimiliki ambacho pengine kwa namna moja ama nyingine mwenzake hakimiliki. Sasa isifike stage mtu akatamani neema ya mtu imuondoke na ije kwake. Mungu anatoa angalizo hilo ya kwamba wala tatamannau, wala msitamani neema za watu, ma faddala Allahu bihi ba'dakum, katika zile neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafadhilisha baadhi yenu, ala ba'd, kwa baadhi ya watu wengine. Lirijali nasibun mimma iktasabu, wanaume wana fungu lao katika yale ambayo walioyachuma katika mapito yao. Yani wewe katika harakati zako una sahamu yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe katika mihangaiko yako una chumo lako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Una riziki yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usitamani riziki ya mtu mwingine imuondoke na ije kwako. Na hivyo hivyo kwa wanawake, ya kwamba walinisai nasibun mimma iktasabna, na wanawake vile vile wana mafungu yao, wanawake vile vile wana riziki zao, basi wasitamani riziki za watu wengine. Wewe kwa nafasi yako usitamani mali ya mtu imuondoke ije kwako. Usitamani kazi ya mtu imuondoke kwa namna moja ama nyingine, ukafanya fitna ya aina yoyote ili ile nafasi anayoimiliki imuondoke na ije kwako. Isifike stage mtu akatamani nyumba ya mtu fulani, kwamba nyumba ile ingekuwa ni nyumba yangu, ingekuwa bora sana. Isifike stage ukatamani gari la mtu fulani, kwamba lile gari zuri lingekuwa langu. Lakini dini imeruhusu ya kwamba utakapokiona kitu kizuri kisifie, kisha muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe mfano wake. Mtume amefundisha hivyo, Allahumma atini mithlahu, ya Rabbi naomba unipe mfano wake, mfano wa kile ambacho unachokitamani. Isifike stage ukatamani wanawake wa watu. Isifike stage ukatamani kazi ya mtu. Isifike stage ukatamani mtoto wa mtu, kwamba wale watoto namna ambavyo ni wazuri namna ile, natamani wangekuwa ndio watoto wangu. Isifike stage hiyo mwanadamu akafika daraja la kutamani vitu vya watu. Muislamu akatamani kufika katika daraja ambalo Mungu bado hajamfikisha. Kufanya hivyo ni makosa kidini. Na kutamani ni kitu ambacho mwanadamu anaweza akatamani, ndio, lakini kwa misingi ambayo tumeieleza ya kwamba ikiwa utatamani, basi muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe mfano wa hicho ambacho unachokitamani, na si kutamani kimuondoke. Wakati itakapofika mwanadamu anatamani neema ya mtu yeyote, iwe ni kazi, iwe ni watoto wake, iwe ni cheo chochote anachokimiliki, mtu akatamani kukipata cheo kile, afahamu ya kwamba anaingia katika makosa, bali mwanadamu huyu, Muislamu huyu, atakwenda kufanya mambo ambayo ni ya hasad. Kule kutamani neema ya mtu imuondoke na ije kwako ni kufanya hasad. Umemhusudu huyo mwanadamu kwa maandiko na aya za Qur'ani tukufu. Kutamani tu neema ya mtu ije kwako imuondoke, umemfanyia hasad. Wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, msitamani yale ambao waliopewa
watu kwa kuhusiana ama kulingana na neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kulingana na fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho wa aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha na tuambia hivi, was'alullaha, muombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min fadlihi, kutokana na fadhila zake. Kwa nini? Inna Allaha kana bikulli shay'in alima, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kila kitu basi yeye ni mjuzi. Muda wako utakapofika atakuinua na atakusogeza pale ambapo yeye anapahitaji. Nafsi yako izoeshe kukinai mambo ya watu, kukinai mali za watu, kukinai neema ya mtu. Mungu atakusogeza. Wakati unapokinai, zidisha kuinua mikono mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba kwamba yeye akuinue na akupe riziki nyingi. Was'alullaha min fadlihi, na muombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulingana na fadhila zake, ataweza kukupeni, kwa sababu yeye ni mjuzi juu ya kila jambo. Watukufu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vitu ambavyo vimeelezewa kwa marefu sana katika Qur'an ni suala hili la hasad. Kule kutamani neema ya mtu imuondoke na ije kwako ni katika mambo ambayo yamekemewa sana ndani ya Uislamu, kwa sababu kufanya hivyo unakwenda kutengeneza mtafarruq, unakwenda kutengeneza mgawanyo baina ya watu, unakwenda kutengeneza ugomvi baina ya watu, uhasama baina ya watu, kwa sababu tu ya kutamani neema ya mtu. Kwa kulingana na tamaa ndio watu wameweza kugombana mara nyingi, wamefitinishana mara nyingi, bali wamepigana mara nyingi, ni kwa sababu ya kutamani neema ya mtu. Ni mara ngapi watu wanafanyiwa hasad kwa sababu tu pengine ni kiongozi wa taasisi fulani, au pengine ni kiongozi katika shirika fulani, au pengine ni kiongozi katika nyanja mbalimbali, sawa za kiserikali, sawa za kidini. Ni kwa sababu ya hasad, mtu kutamani ile neema ya mtu imuondoke na ije kwake. Ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, vipi mnajaribu kufanyiana hasadi kulingana na mambo ambayo Mungu amewapa waja wake? Kwa nini mmefika sehemu hiyo kubwa, mmefika katika daraja hiyo ya kuwafanyia watu hasad, ili hali mtoaji ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mungu anasema, faqad ataina ala Ibrahima alkitaba walhikma, Mungu amewapa watu wa Ibrahimu alayhi salam kitabu walhikma, na akawapa pia hikma ndani yake. Wa atainahum mulkan adhima, na tukawapa ufalme ambao ni mkubwa. Kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anasema ya kwamba mtu anayemiliki nyumba, hasa katika zama za wakati huu, mtu ambaye anayemiliki pengine watoto katika zama hizi ambazo tunazoishi, mtu anayemiliki mali za aina yoyote katika zama hizi tunazoishi, vitu hivi ni vidogo sana. Vipi mnahusudiana? Kwa sababu gani? Kipindi cha Nabiiullah Ibrahimu alayhi salam, kuna watu ambao wamepewa ufalme mkubwa, wamepewa mali nyingi. Nenda ukasome historia ya Karun, Qur'ani inamtaja, ambaye alikuwa yeye ana ghala kubwa la mali. Ufunguo wake tu wa kufungua ile ghala yake unabebwa na watu wenye nguvu, vijana wanaozidi 11. Qur'ani inataja. Nenda ukamsome huyu Namrud alioishi katika zama za Nabiiullah Ibrahimu alayhi salam. Mungu anasema alimpa ufalme, na tunasoma hapa katika kisa cha Nabiiullah Ibrahimu alayhi salam kwamba yule Namrud alipewa mali
nyingi. Sasa Mungu anasema haya ambayo sisi tunayaona kwamba ni makubwa, kwake ni mambo madogo sana. Wapo waliopita kabla yetu walipewa ufalme mkubwa wa kila kitu wanachokihitaji katika maisha haya ya dunia. Am yahsaduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, na wahusudu watu kwa vitu vidogo vidogo hivyo walivyovipewa. Hamkusoma historia ya Nabiyullah Ibrahim na watu wake kwamba walipewa wa atainahu mulkan adhima, tukawapa ufalme mkubwa wanaoweza kumiliki, wakapewa kila kitu wanachokihitaji. Sisi ni vidogo tu hivi ambavyo tunavyovimiliki ukilinganisha na yale ambayo aliopewa ama waliopewa watu wa kabla yetu. Watukufu wa Kiislamu, tunapozungumzia jambo hili kwamba suala la kutamani neema ya mtu imuondoke na ije kwako, au wakati mwingine basi muwe sawa, ikishindikana kuja kwako imuondoke na yeye abaki kama wewe, ni katika mambo ambayo yatakupelekea kwenye dhana mbaya. Ndio Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja ya hadithi zake nzuri sana anasema, iyyakum wadhann fa inna dhanna akbarul hadith. Wakati unapomuona mtu anamiliki kitu kikubwa kizuri mbele ya macho yako, wakati mwingine unaanza kuwaza kwamba huyu mali hii pengine kaipata hivi, mali hii kaipata kwa njia hizi, pengine hakuipata katika njia za halali. Mawazo yako, dhana yako inakupelekea katika kuwaza mambo mabaya mabaya. Ni kwa sababu ya hasad. Sasa wakati mwingine tunadanganyana tu katika nafsi zetu kwa kuwaza mtu fulani neema ile kaipata katika njia mbaya, katika njia ambayo haimpendezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukazidanganya nafsi zetu katika mazingira ya namna hiyo. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaeleza akisema, wala tajassasu, na wala msichunguzane. Ikifika hadi wewe unamiliki mali kidogo, una neema fulani, wakati ule ndipo ambapo unatengeneza watu mbalimbali wa kukuzungumza na kukuchunguza kwa sababu ya mali, kwa sababu ya kitu ambacho unakimiliki. Ndipo wanapopatikana watu wenye kuchunguza, huyu anapita katika sehemu gani, huyu anazipata vipi mali zake, huyu anapata vipi neema zake. Mtume anayefahamu haya, ndiyo maana akaja kulikemea jambo hili. Wala tanafasu, na wala msishindane katika mambo, ila katika yale mambo tu ya kheri, hapo shindaneni. Katika mambo ya kheri ya kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi shindaneni. Lakini katika mambo ambayo hayana manufaa yoyote na mwanadamu, manufaa yoyote ya kijamii, manufaa yoyote pengine ya kifamilia na kidini, mambo hayo yaacheni. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anakemea. Mahalu shahidi ni hapa anaposema wala tahasadu, na wala msifanyiane hasadi, kwa sababu jambo hilo ni baya, litawapelekea katika ugomvi, katika mfarakano, katika kutokuweza kuishi kwa pamoja na mafungamano. Kisha anasema wala tabaghadhu, na wala msibughudhiane nyinyi kwa nyinyi. Isifike stage wewe mwanadamu, Muislamu, muumini, unambughudhi mwenzako, pengine wakati mwingine kwa sababu tu kapewa mali kidogo, kapewa neema fulani. Kwa sababu ya neema ile anayoimiliki, basi unatafuta chokochoko za kumuudhi na kumkera. Mtume anakataza akisema pia vile vile wala tadabaru, na wala msipuuziane. Kuna wakati mwanadamu kwa sababu yeye hajafika sehemu ile ambayo mwenzake kafika, anampuuzia, anamuona si chochote wala si lolote. Na hivyo hivyo kwa yule ambaye mwenye kumiliki, wakati mwingine anampuuzia huyo ambaye hamiliki. Mtume anasema wala tabadaru, wala msipuuziane nyinyi kwa nyinyi.
Zaidi ya hapo anasema wala taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana, na wala msikatane undugu, msiishi kwa pamoja. Badala yake jitahidini kutafuta visababu ambavyo vyenye kuweza kuwafungamanisha nyinyi mkaishi pamoja. Wa kunu ibadallahi ikhwana, na muwe nyinyi ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili hali nyinyi ni ndugu. Sawa, ni ndugu wa kifamilia, kwa maana ni ndugu wa damu, lakini wakati mwingine anaweza akawa ni ndugu yako wewe kiimani. Al-Imamu Ali alayhi salam, yeye anakwenda mbali zaidi, anasema anaweza mtu akawa ni ndugu yako hata kwa sababu tu ya maumbile yake, kwa sababu ni mwanadamu mwenzake. Annasu sunifan, watu wapo wa aina mbili, imma nadhirun laka fil khalqi, kwamba anaweza akawa ni ndugu yako tu katika maumbile, na anaweza akawa ni ndugu yako kiimani. Kwa hiyo mambo haya tuyashike. Mambo haya kuanzia mimi mzungumzaji ni katika mambo ambayo kujiepusha sana ya kule kutokutamani neema ya mtu na tukaridhika na hali ya kawaida ya maisha ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia, na tuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kumuinua yeyote na anaweza akamshusha yeyote. Kwa hivyo cheo unachokimiliki, neema unayoimiliki, kazi unayoimiliki, isikufanya wewe ukawaona watu wengine si lolote wala si chochote. Badala yake ikusogeze zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni tunu, ni zawadi Mungu amekupa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema ya kwamba Qulillahumma malikil mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir. Mungu anamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waambie hawa watu kwamba yeye ndiyo mfalme wa wafalme, yeye ndiyo mgawaji wa wagawaji, yeye ndiyo ambaye anayeweza kukupa mamlaka ya aina yoyote, nafasi ya aina yoyote, na wala si kwa sababu ya ujanja wako, si kwa sababu ya akili zako. Badala yake ni nafasi ambayo Mungu amekupendelea na amekusogeza akakupa. Anasema tu'til mulka man tasha, humpa ufalme, humpa nafasi, humpa cheo yule yeyote ambaye yeye anayemtaka katika mamlaka yake. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, na anampokonya ufalme yeyote ambaye yeye anataka kumpokonya. Na wamepokonywa wengi na sisi sote tunawafahamu. Hata katika maisha yetu sisi ya kawaida tu, wapo ambao waliofika wakapata nafasi, lakini baada ya muda mchache tu wakashushwa. Na haya yote ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka iwe hivyo. Watanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa izza anayemtaka, anampa heshima anayemtaka. Badala yake vile vile anasema ya kwamba na anamdhalilisha yeyote ambaye yeye anayemtaka. Mungu anapanga mambo haya yeye mwenyewe, hakuna yeyote anayeweza kuingilia katika mamlaka yake. Kwa hivyo nafasi ambayo mtu anayokuwepo nayo si nafasi ambayo ni dhamana kwamba ataishi nayo milele. Wakati wowote pengine Mungu akipenda anaweza akampokonya. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u, anampa izza anayemtaka na anamdhalilisha anayemtaka. Kisha anasema biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir, kwamba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio penye kheri zote. Mungu akitaka wewe kukupa kheri anakupa. Mungu akitaka wewe kukupa kheri yoyote ile ya kidunia, Mungu anakuachia, anakufungulia milango ya riziki, anakufungulia milango ya neema. Ametaka iwe hivyo, na hakuna yeyote ambaye anayeweza kuingilia
mamlaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo penye kheri zote, na yeye ndiyo mjuzi wa kila jambo, bali ndiyo muweza wa chochote kile ambacho kinachoweza kutokea. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Watukufu wa Kiislamu, nataka kumaliza hutuba yangu kwa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bwana Mtume anasema ya kwamba inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaridhika na mambo matatu kwenu nyinyi na anakirahika na mambo matatu kwenu nyinyi. Hayapendi mambo matatu na anayapenda mambo matatu. Kisha anaeleza, anasema ya kwamba jambo la kwanza katika yale ambayo yeye anayapenda, asema hivi, antaabuduhu wala tushriku bihi shay'a, mumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wala msimshirikishe na chochote. Kisha anaendelea akisema ya kwamba wa anta'tasimu bihablihi wala tatafarraqu, na mshikamane na kamba yake na wala msifarakiane. Kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sote tuifahamu. Mungu anatuhusia katika mambo haya matatu. La tatu anasema ya kwamba wa antunaswahu amrakum man walahu, na mkawapa mamlaka wale ambao wanaostahili kupata mamlaka, mkawatawalisha wale ambao wanaostahili kutawalishwa. Na sisi sote tunafahamu ya kwamba waliopewa mamlaka ni akina nani, waliopewa vyeo ni akina nani. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, moja katika hadithi zake anasema, anzilu nasa manazilahu, wapeni watu daraja zao. Kama hapa ni daraja kwa mfano ya maimamu watukufu, basi wapewe nafasi hiyo na wasiingiliwa na watu wengine, kwa sababu ni daraja zao. Anzilu nasa manazilahu, wapeni watu madaraja yao, na si pale ambapo wewe haustahili unataka uwepo, la, bali sisi wenyewe tujue huyu anafaa sehemu fulani, anafiti sehemu fulani, akapewa sehemu hiyo akakaa. Na kwa maimamu ilikuwa hivi kwamba kwa sababu ya kuisimamia dini hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wao ndio ambao wenye kustahili zaidi jambo hili na si mwingine. Bali Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwisho kabisa anasema, wa yakrahu lakum thalatha, na anakirahika na mambo matatu kwetu sisi. Anasema yakrahu lakum kila wakala, hapendi na anakirahika na yale maneno ya kila wakala. Nimesikia fulani akisema kitu fulani, nimesikia fulani akizungumzia kitu fulani, kutoa maneno sehemu moja kupeleka sehemu nyingine ya pili. Kwa lugha rahisi unaweza kusema anachukia unafiki, kueneza maneno kila wakala, tena maneno ambayo ndani yake hayana ukweli. Si hivyo tu, anaendelea akisema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa yakrahu lakum su'al, na anakirahika mtu kuuliza kila mara. Kuna maswali mengine ni maswali ya kukera, ni maswali ambayo hayana faida yoyote, wala si wakati sahihi wa kuuliza swali, lakini mtu anauliza. Bwana Mtume anasema ya kwamba na anachukia mtu mwenye kuuliza maswali, tena wakati mwingine katika mambo ambayo hayana umuhimu wala hafaidiki na mambo hayo, anachukia jambo hili. Kisha anasema wa idha'atil mali bighairi manfa, na anachukia mtu kupoteza mali zake katika mambo hayana faida. Kuna mtu anaweza akagharamikia kitu ambacho hakina faida na dini yake, hakina maslahi yoyote ile
na waumini, pengine hakina maslahi yoyote na familia yake, lakini anapoteza mali nyingi kwenye kukiandaa kitu hicho. Na sote tunafahamu, sina haja kutoa mifano ya vitu hivyo. Ni wangapi ambao wenye kupoteza pesa zao kugharamikia pengine ni ngumi, watu wanapiga? Ni wangapi wenye kupoteza mali zao kwa sababu pengine anagharamikia mziki, watu wakalipwa wakacheza? Ni wangapi wenye kugharamikia katika mambo ya hovyo hovyo ambayo hayana maana, hayana maslahi yoyote na dini? Sasa Bwana Mtume anasema Mungu anachukia jambo hilo. Kisha anamaliza akisema, faman utiya qalban shakiran, yeyote mwenye kupewa ama aliyepewa moyo wa kushukuru, walisanan dhakiran, na ulimi wa kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa badanan sabiran, na akapewa mwili ambao anajitahidi kusubiri katika mambo mbalimbali, kwa maana ya kwamba haendekezi mwili wake katika mambo mabaya, matamanio sawa ya kinafsi, sawa ya kimwili. Ni mwenye kujidhibiti mwenyewe. Anasema hivi, wa utiya zawjatan salihatan, na akapewa mke aliyokuwa mwema. Bwana Mtume anamaliza akisema, faqad utiya khairan minad dunya wal akhirah, mtu huyo amepewa khairi za hapa duniani pamoja na akhera. Huyu kaweza kujidhibiti kuto kuwafitinisha watu, kuto kuwachonganisha watu, kuto kutamani vitu vya watu. Ameidhibiti nafsi yake, bali akapewa moyo wa kushukuru kwa kila hali ambayo anaipitia. Yeye ni mwenye kushukuru, alhamdulillahi ala kulli hal, anashukuru katika hali yoyote, bali anazidisha kumtaja zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulimi wake. Walisanan dhakira, si hivyo tu, wa badanan swabira, amepewa mwili wa kusubiri, mwili wa kujidhibiti na matamanio yake. Wa zawjatan saliha, na mke ambaye ni bora, mzuri, mwema. Anasema faqad utiya khairan minad dunya wal akhirah, mtu huyu amepewa khairi zote za duniani pamoja na akhera. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.